الحمد لله. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله. أشهد أن محمدا قد بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في سبيل الله حق جهاده حتى أتانا اليقين. اللهم صل وسلم وبارك على هذا النبي وعلى آله وأصحابه وعلى كل من تمسك بسنته ودعا بدعوته إلى يوم الدين. أما بعد، فحياكم الله جميعا أيها الأحبة، والله أسأل أن يجمعني وإياكم في هذه الدنيا دائما وأبدا على طاعته، وفي الآخرة مع الإمام المتقين، إنه ولي ذلك والقادر عليه. يقول الله سبحانه وتعالى: إن كل شيء خلقناه بقدر. أيها الناس، ثم أوصيكم وأوصي نفسي المذنبة بتقوى الله فقد فاز المتقون. Ndugu zangu katika imani, mwanzo kabisa naregesha shukrani za dhati kwa Allah subhanahu wa ta'ala, mwingi wa rehma, ambaye kwamba amenineemesha mimi na nyinyi kutokamana na kila aina ya neema. Anatuhadithia kwenye kitabu chake, wama bikum min ni'matin fa min Allah, hamna nyinyi kutokamana na neema yoyote ambayo kwamba inawazunguka isipokuwa neema hiyo inatoka kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Neema ile ambayo kwamba tunaijua na neema ambazo kwamba tuzijui, zote zatoka kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Na pia vile vile namswalia kiumbe bora kuliko viumbe vyote, mwalimu wetu, kiigizo chetu chema, mbora wa kuigwa katika kila aina ya ibada, Abul Qasim. Ndugu zangu katika imani, al-imanu bil-qada'i wal-qadari min usuli al-imani al-azima. Jambo la Muislamu kuiamini qadar ni katika mambo ya msingi katika dini yetu ya Kiislamu. Anna ma shaa Allahu kan wa ma lam yasha lam yakun, wa anna ma asabaka lam yakun liyukhti'aka wa ma akhta'aka lam yakun liyusibaka. Watakiwa kama Muislamu imani hii itulizane katika kifua chako, ya kwamba lolote ambalo kwamba linakutokea halikuwa lenye kukutokea isipokuwa ni kwa kadari ya Allah subhanahu wa ta'ala. Na ikiwa kuna jambo limekusibu, kuna jambo limekupata, basi fahamu ya kwamba hilo jambo halikuwa lenye kukuepuka, na ikiwa kuna jambo limekuepuka, basi fahamu ya kwamba hilo jambo halikuwa lenye kukupata. Yatakiwa kama Muislamu ukiishi katika ulimwengu uishi na imani kama hii, kwa sababu ni katika mambo ya msingi katika dini yetu ya Kiislamu. Al-imanu bil qadari nidhamu tauhid, fala yasihhu tauhidu mri'in wala yastaqimu imanuhu illa bil imani bil qadar. Haiwezekani imani yangu na yako ikanyooka, haiwezekani imani yangu na yako ikatimia mpaka tuamini jambo la qadar. Ni katika mambo ya msingi katika dini yetu ya Kiislamu. Nyumba bila msingi, bila shaka nyumba ile itaboromoka na kuanguka. Hii mada ambayo kwamba tutaizungumzia, ahibati fillah, ni katika mambo ya msingi katika dini yetu ya Kiislamu. Nitawaombeni kwa heshima na taadhima, fa'airuni alquluba wal asma, tegeni masikio yenu kwa makini, mzisogeze nyoyo zenu karibu. Asa sote tukitoka baada ya khutba tukatoka na kauli moja ya sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilayka al-masir. Yaqulu subhanahu, inna kulla shay'in khalaqnahu biqadar. Kila kitu tumekiumba kwa qadar au kwa makadirio yake Allah subhanahu wa ta'ala. Utashangaa namna tunavyolazimishwa kuamini jambo la qadar, mpaka Mola wako anasema katika Qur'an, wama tasqutu min waraqatin illa ya'lamuha, na wala jani halitoki kutoka juu ya mti likaanguka chini illa isipokuwa ni kwa ilmu yake Allah subhanahu wa ta'ala.
Jiulize, kuna miti mingapi katika eneo hili? Jiulize, kuna miti mingapi katika mji huu? Jiulize, kuna miti mingapi katika nchi hii? Jiulize, kuna miti mingapi katika mgongo wa ardhi? Kisha rejea kwenye aya, Allah anasema wama taskutu min warakatin illa ya'lamuha, na wala jani halitoki juu ya mti likaanguka chini. Jani licha, wachilia mbali maisha yangu mimi na wewe. Hapa Mwenyezi Mungu anazungumzia mti ambao kwamba Mwenyezi Mungu hakukalifisha miti, tuliokalifishwa ni mimi na wewe. Lakini Allah subhanahu wa ta'ala anasema huu mti wama taskutu min waraqatin illa ya'lamuha, hakuna jani ambalo kwamba linatoka katika juu ya mti likaanguka chini isipokuwa ni kwa elimu yake Allah subhanahu wa ta'ala. Ndugu zangu katika imani, siku moja Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam ameketi katika jalsa na maswahaba zake. Anayehadithia hadithi hii ni Saidina Umar, anasema idh tala alaina rajulun shadidu bayadi thiyabi shadidu sawadi sha'ri. Anasema tulikuwa katika jalsa pamoja na Mtume sallallahu alaihi wasallam, mara mtu akachomoza yule yuaja. Huyu mtu tukimtizama, la yaarifu minna ahadun, hakuna mtu yoyote miongoni mwetu sisi anayemjua huwa anaikuja ni nani. Wala yura alayhi atharu safar, na wala haonekani kuwa ana athari ya safari, labda amejichokea kwa na mavumbi, hana dalili yoyote, na hakuna miongoni mwetu mtu yoyote anayemjua. Akaja moja kwa moja mpaka kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam, kwa ishara anamjua Mtume. Hakuketi mbele ya sahaba yoyote, akaja moja kwa moja hadi kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Fa asnada rukbatayhi ila rukbatayhi wa wada kaffayhi ala fakhidayhi, akaketi kikao cha heshima na adabu, akaegemeza magoti yake pamoja na Mtume sallallahu alaihi wasallam, akaweka viganja vyake vya mkono juu ya mapaja ya Mtume sallallahu alaihi wasallam, akamwita ya Muhammad, ewe Muhammad, fakhbirni anil islam, nielimishe ni nini maana ya Uislamu. Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam akamtajia ruknul islam al-khamsa, nguzo za Kiislamu 5. Baada ya kumjibu yule aliyemuuliza, akamwambia Mtume sallallahu alaihi wasallam, sadaqta, umesema kweli. Masahaba wakina Umar wanasema fastajabna lahu, tukastaajabu. Vipi anamsadikisha? Ina maana anajua kile ambacho kwamba anakiuliza, na asili siku zote muulizaji hajui, lakini huyu yaonesha anajua anachokuuliza. Akamwambia Mtume sallallahu alaihi wasallam, sadaqta, umesema kweli. Alipomaliza akamuuliza Mtume sallallahu alaihi wasallam, fakhbirni anil iman, ya Rasulullah, nielezee mimi kuhusu imani. Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam akamwambia, antu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wa bil yawmil akhir, mahallu shahid, wa an tu'mina bil qadari khairihi wa sharrihi. Akamwambia imani mwanzo ni kumwamini Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala kiukamilifu, kuamini malaika wake, vitabu vyake, mitume wake, na kuiamini siku ya mwisho, siku ya malipo. Na akamtajia jambo ambalo kwamba limebeba maudhui yetu ama khutba yetu, akamwambia wa an tu'mina, lazima ewe Muislamu uamini jambo la qadari, na si khairi tu, uiamini khairi yake na shari yake, yote yatoka kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Hana imani yule ambaye kwamba hatoiamini jambo la qadar, kwa sababu ni katika mambo ya msingi katika dini yetu ya Kiislamu. Tizama Mtume sallallahu alaihi wasallam namna anavyolipatia kipaumbele jambo kama hili. Siku moja anaeleza Ibn Abbas radhiallahu anhu, kuntu khalfa an-nabii sallallahu alaihi wasallam. Ibn Abbas anasema siku moja nilikuwa nyuma ya Mtume sallallahu alaihi wasallam. Mtume amempakia kwenye ngamia. Anayehadithia hadithi hii ni yeye mwenyewe Ibn Abbas. Anasema Mtume sallallahu alaihi wasallam akaniita ya ghulam, ewe al-ghulam. Katika lugha ya Kiarabu ikitumika neno al-ghulam ni mtoto mdogo ambaye kwamba bado hajabaligha, ndio inatumika neno al-ghulam. Wa amma al-jidaru fakana li ghulamaini yatimaini fil Madina, ukuta aliosimamisha Khidri ulikuwa ni watoto wadogo ambao kwamba bado hawajabaligha, walikuwa ni mayatima, baba zao wameshatangulia mbele za haki. Ilitumika li ghulamaini yatimaini fil Madina. Hapa Mtume sallallahu alaihi wasallam anamuita Ibn Abbas ya ghulam, inni uallimuka kalimatin, naomba nikufundishe baadhi ya maneno. Maneno yenyewe ni haya, anasema ihfadhillaha yahfadhuka,
ihfadhillaha tajidhu tujahaka, idha sa'alta fas'alillah wa idha ista'anta fasta'in billah wa'lam anna al-ummata law ijtama'at ala an yanfa'uka bi shay'in lan yanfa'uka illa bi shay'in qad katabahu Allahu lak wa in ijtama'u ala an yadurruka bi shay'in lan yadurruka illa bi shay'in qad katabahu Allahu alayka rufi'atil aqlam wa jaffatis suhuf. Akamwambia, ewe kijana, nisikilize na maneno nataka kuambia. Ihfadhillah, muhifadhi Mwenyezi Mungu, chunga awamir za Allah subhanahu wa ta'ala, chunga mambo ambayo kwamba amekuamrisha Allah subhanahu wa ta'ala, na ujiweke mbali na makatazo yake. Ukimhifadhi Allah subhanahu wa ta'ala katika umri wako, na wewe Mwenyezi Mungu utamkuta mbele ya kila la kujambo. Ihfadhillah tajiduhu tujahaka, muhifadhi Mwenyezi Mungu utamkuta mbele ya safari. Idha sa'alta fas'alillah, ukitaka kuomba muombe Allah subhanahu wa ta'ala peke yake, ni haki yake. Usikwende ukaviomba viumbe vingine, usikwende ukamuomba mtu mwingine asiyekuwa Allah subhanahu wa ta'ala, usikwende ukagaagaa juu ya kaburi eti unaomba. La, idha sa'alta fas'alillah. Ewe Ibn Abbas, nakuhusia, na Mtume sallallahu alaihi wasallam akiongea na Ibn Abbas ama akiongea na sahaba yote akimuhusia, basi anahusia umma wake wote, anamwambia nakuhusia, idha sta'anta fasta'in billah. Ukitaka msaada hasa msaada ambao kwamba mwanadamu hana uwezo nao. Kuna msaada mwingine mwanadamu ana uwezo kusaidia, lakini kuna misaada mingine iko mbali kabisa na uwezo wa binadamu. Kwa hivyo idha sta'anta fasta'in billah, ukitaka msaada mtake msaada Allah subhanahu wa ta'ala. Na akamweleza maneno ambayo kwamba anastahiki kuandikwa na wino wa dhahabu, maneno ambayo kwamba anastahiki yahifadhiwe barabara na kila mmoja wetu, asa akamsaidia katika huu ulimwengu na kesho siku ya kiyama mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Akamwambia, wa'lam, fahamu ya kwamba anna al-ummata law ijtama'at ala an yadhurruka bi shay'in lan yadhurruka illa bi shay'in qad kataba Allahu lak. Fahamu ya kwamba huu ulimwengu mzima, wanaume kwa wanawake, watu wazima kwa watoto wadogo, majini kwa wanadamu, lau watakusanyika, ajenda kubwa walioweka mezani ni kwamba waje wakudhuru wewe na kitu chochote. Lan yadhurruka illa bi shay'in kad katabahu Allahu lak, hawawezi wakakudhuru isipokuwa kwa kile kitu ambacho kwamba Allah subhanahu wa ta'ala amekuandikia. Bila aksi, kinyume chake. Akamwambia, wa in ijtama'u ala an yanfa'uka bi shay'in, na hao wanadamu, majini, ulimwengu mzima ukikusanyika, ajenda kubwa ambayo kwamba umeiweka juu ya meza, hawana amani, hawasikii raha dhidi yako. Ajenda kubwa walioiweka mezani, waje wakukunufaisha wewe na kitu chochote. Lan yanfa'uka bi shay'in, hawawezi wakakunufaisha ila kwa kile jambo ambalo kwamba amekuandikia Allah subhanahu wa ta'ala. Mtume anaendelea kumweleza Ibn Abbas, haya maneno ninayokwambia si maneno ya kubahatisha. Rufi'atil aqlam wa jaffati suhuf, kalamu zishanyanyuliwa, kalamu za kuandika zimeshanyanyuliwa na kurasa zimeshafungwa. Na hapa ndo ukamwamini Allah subhanahu wa ta'ala maneno yake. Mwenyezi Mungu hasifiki na kitu chochote cha ujinga. Mwenyezi Mungu anasema, Mtume sallallahu alaihi wasallam katika hadith, inna awwala ma khalaqa Allahu al-qalam, hakika jambo la mwanzo ambalo kwamba Allah subhanahu wa ta'ala aliumba ni kalamu. Faqala, akasema kuiambia hiyo kalamu, uktub ma huwa kain ila qiyamis saa, ewe kalamu andika. Kalamu ikamuuliza Allah subhanahu wa ta'ala, wama aktub, ya Allah niandike nini? Kalamu ikamjibu Allah subhanahu wa ta'ala ikasema, uktub ma huwa kain ila qiyamis saa, andika yote yatakayopitika mpaka kiyama kitakaposimama. Na hapa ndo uamini Allah subhanahu wa ta'ala hasifiki na ujinga wote. Alima bima kana wa alima bima yakunu wa alima bima sayakunu wa alima bima lam yakun law kana kaifa kana yakun. Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala alima bima kana, anayajua yale mambo ambayo kwamba yaliyopita miaka 100 rudi nyuma, Allah subhanahu wa ta'ala anayajua. Wa alima bima yakunu, na anayajua mambo ambayo kwamba yanatokelezea sasa hivi. Kwetu sisi itakuwa ni breaking news, lakini Allah subhanahu wa ta'ala aliyajua. Wa alima, na anayajua yale ambayo kwamba sayakuni, yatakuja kuwa mbeleni. Mimi na wewe
miaka 100 Allah subhanahu wa ta'ala anajua kitatokea nini, lakini mimi na wewe licha kesho, hata baada ya lisaji moja kutoka sasa hivi, hatujijui wengine wetu tutakuwa wapi. Pengine ndio itakuwa ni habari zimegonga mji fulani, tulikuwa naye kesha tutangulia, ala tuliswali naye salatul jumaa, naam, lakini baada ya salatul asri tunamzika, hatujijui. Lakini Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala anajua yale ambayo kwamba yatakuja. Wa alima bima lam yakun, na Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala anajua mambo ambayo kwamba hayapo na wala hatakuja kuwa. Lau kana kaifa kana yakun, lau yangekuweko, Mwenyezi Mungu anajua ingekuwaje taswira yake. Ala sabili almithal, mfano Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala muumbe mwanadamu, alafu amkadirie aje kuishi katika huu mgongo wa ardhi kwa miaka 50, na naam, hicho kiumbe kije kuishi katika ulimwengu katika miaka 50, lakini Mwenyezi Mungu ambaye anajua lau huyu mwanadamu ambaye kwamba nimemkadiria kuishi katika ulimwengu miaka 50, lau ningemwongezea miezi 6 juu yake, hiyo miezi 6 angeniabudu vipi na angeniasi vipi? Ni jambo halipo, lakini Allah subhanahu wa ta'ala anajua lau lingekuweko ingekuwaje taswira yake. Ndugu zangu katika imani, ni juu ya kila mmoja wetu kuiamini jambo la qadar. Usije ukamkufurisha Allah subhanahu wa ta'ala. Fahamu ya kwamba halikutokea wewe jambo, halikusibu wewe kitu chochote, halikutokea wewe msiba wa aina yoyote, isipokuwa ni Allah subhanahu wa ta'ala mipango. Si msiba wa kimitihani, si msiba wa kimapenzi, si mitihani ya kiaina yoyote. Jambo hilo ambalo kwamba linalokupata huenda likakuumiza kwa namna moja ama nyingine, lakini fahamu ya kwamba ni kadari ya Allah subhanahu wa ta'ala. Maneno yanayostahili ya kutoka kwenye kinywa chako ni maneno ya kiakida, maneno yaliyojaa tauhidi. Unasema qaddara Allahu wa ma shaa fa'ala, ni Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala amekadiria, na maadamu ni Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala anataka, basi Mwenyezi Mungu ako na uwezo wa kufanya kitu chochote. Wa qul alhamdulillah, na useme alhamdulillah kwa yale mambo ambayo kama yanakusibu. Leo ni wangapi ambao kwamba tunawakufurisha Allah subhanahu wa ta'ala? Mtu ameingia hasara katika biashara yake, anamlalamikia Allah subhanahu wa ta'ala. Mtu amepatikana na msiba wa mtu ambaye kwamba anampenda sana katika ahli zake, na msiba wa mtu ambaye kwamba anampenda sana katika marafiki zake, lakini mbali na hayo anaenda kumkufurisha Allah subhanahu wa ta'ala. Na Allah subhanahu wa ta'ala alituambia sisi na alituahidi ya kwamba atatuletea misiba aina mbalimbali. Anaangalia ni yupi miongoni mwetu atakayekuwa na subra na kuamini qadari ya Allah subhanahu wa ta'ala, au ni yupi miongoni mwetu atakayemkufurisha Allah subhanahu wa ta'ala. Ndugu zangu katika imani, faman amana biqadar aasha shaqiyan, yoyote ambaye kwamba ataamini jambo la qadar ataishi katika huu ulimwengu kifua chake ni murtah, ametulizana. Hili jambo maadamu ni Allah subhanahu wa ta'ala amelitaka, basi mimi sina shida aina yoyote. Waman shakka biqadar, na yoyote ambaye kwamba atakuwa na shaka na jambo zima la qadar, ya Allah, kwa nini umenifanyia mimi? Ya Allah, kwa nini ikawa hivi? Ya Allah, lau ningeenda mapema, la. Yoyote ambaye kwamba atakuwa na shaka na jambo la qadar, basi ataishi katika huu ulimwengu yeye kifua chake anasononeka tu, analalamika tu, anamkosea Allah subhanahu wa ta'ala kwa namna mbalimbali. La, usiwe ni mtu mwenye kulalamika tu, usiwe ni mtu mwenye kusema sana sisi ni mikosi tu. Basi Allah subhanahu wa ta'ala anakujalia wewe unaishi katika ulimwengu, maisha yako yote wewe ni mikosi tu, uishi na bala. Wala takfuru billahi ala ma qaddara Allah alayk, usimkufurisha Allah subhanahu wa ta'ala kwa lile jambo ambalo kama alikadiria, hata kama utaliona ni baya namna gani, hata kama utaliona ni uzuri namna gani. Usiseme mbona Allah subhanahu wa ta'ala amewafanyia watu fulani, mimi hakunifanyia. Hii si katika imani ya mtu wa ahli sunna, hii si katika imani ya Muislamu, hii si katika imani ya mu'min. Almu'minu yu'minu bilqadari, mu'min ni lazima aamini jambo la qadar, na haitonyoka imani yako ikawa sawasawa mpaka ushikamane na jambo zima la qadar. Mtume sallallahu alaihi wasallam alimpigia mfano mtu mwenye kuamini qadar, anasema ajaban li amri almu'minin inna amrahu kullahu lahu khair. Ajabu mno tabia ya mtu mmoja. Nani? Mwenye imani. Mtume anasema inna amrahu kullahu lahu khair,
hakika mambo yake yote yanamtokea kwake yeye ni khair. Kisha Mtume akakataa, akasema walaysa dhalika li ahadin illa limu'min, na haiwi kwa jambo kama hilo isipokuwa ni kwa mu'min. Kwa nini? In asabatu sarra'u shakara fakana khairan lahu, mu'min kama huyo akimpata jambo lenye kumfurahisha anashukuru na inakuwa ni bora kwake yeye. Wa in asabatu dharra, na akipata jambo ambalo kama linamuudhi kibinadamu, na akipatikana na msiba, na akipatikana na mtihani, sabara fakana khairan lahu, anasubiri na inakuwa ni bora kwake yeye. Ajabu mno, Mtume anamstaajabia mtu kama vile huyo. Leo tujiangalie sisi, ni miongoni mwa hao? Ni wangapi leo wanaomboleza katika misiba? Ni wangapi leo wanaosema vibaya mambo ambayo kwamba yanawatokelezea? Wangapi leo tunaoenda katika misiba tunawasikia, ya Allah, mbona babangu? Ya Allah, mbona umemchukua huyu, usingenichukua mimi? Ya Allah, kadha wa kadha. La, Mtume sallallahu alaihi wasallam anatukataza jambo kama vile hili. Haifai kuomboleza kwa jambo ambalo kwamba limekutokea katika msiba. Lakini ni wangapi tena kwa juu, mtu ukimwambia jambo kama vile hili anakuja mkali. Wewe wamjua huyu aliyekufa ni nani? Huyu mbuda bwana. Wamjua huyu aliyekufa ni nani? Huyu ni brother bwana. Wamjua huyu aliyekufa? Utasema ni kama kwamba yeye ndo wa kwanza kufiliwa na babake. Mtume sallallahu alaihi wasallam, angalia katika amul husn, mwaka wa huzuni, anakufiwa na mke wake kipenzi Khadija, pia vile vile anakufiwa na mtu ambaye kwamba ni ahli yake, watu wawili ambao kwamba alikuwa anawapenda sana. Lakini Mtume alikufuru? La, Mtume alisubiri na akashukuru na ikawa ni khairi kwake yeye. Lakini leo sisi, Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala akituonja kwa mtihani wote, sisi ndio wa kwanza kulalamika. Subiri, la'alla Allah yuhdithu ba'da dhalika amra. Hakuna shida ambazo kwamba zinadumu milele, na fahamu ya kwamba baada ya kila shida basi kunakuja jambo zuri. Hakuna shida ambayo kwamba inakutokea ikapata shida, la, na hakuna pia furaha ya kudumu. Hii ni imani ambayo kwamba nafaa Islamu. Hakuna shida ambayo kwamba inakaa milele, na baada ya shida bila shaka kuna kitu ambacho kwamba kinakuja ni bora kwako wewe. Subiri na mshukuru Allah subhanahu wa ta'ala. Subiri, usimkufurisha Allah subhanahu wa ta'ala. Wewe ni Muislamu, wewe ni mu'min, usitoke katika imani yako, usivunje nguzo moja ya nguzo za imani ukaingia kwenye kufuru kwa mtihani mdogo ambao kwamba Allah subhanahu wa ta'ala amekujalia, kwa mtihani mdogo ambao kwamba Allah subhanahu wa ta'ala amekadiria. Ni wangapi miongoni mwetu ambao kwamba zinawatokea mabalaa? Tutizame ndugu zetu wa Falastini. Sisi leo tunaishi katika amani, alhamdulillah, walillahi alhamdu wal minna, lakini tuwatizame wao. Wanaostahiki kulalamika sana ni sisi ama kina wao? Lakini wao wanasubiri pamoja na dua za Waislamu na inakuwa ni khairi kwa kwao. Lakini sisi tukipatikana na mtihani mdogo tu, ya Allah, mbona umefanya hivi? Ya Allah, lau ningekuja mapema, lau ningefanya hivi. Ni qadari ya Allah subhanahu wa ta'ala. Anataka kututizama mimi na wewe, tutakufuru au tutakuwa ni wenye kumshukuru Allah subhanahu wa ta'ala. Ndugu zangu katika imani, al-imanu bil qadari min usuli al-imani al-azima. Jambo la Muislamu kuiamini qadar ni katika mambo ya msingi katika dini yetu ya Kiislamu. Na fahamu ya kwamba hautakuwa na imani ama imani yako haitokamilika mpaka jambo hili la kuiamini qadar liwe katika kifua cha kila mmoja wetu. Ndugu zangu katika imani, aqulu ma sami'tum wastaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimin fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim wa huwal barrul karim. Qulu jami'an astaghfirullah. الحمد لله إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على هذا النبي وعلى آله وأصحابه وعلى كل من تمسك بسنته ودعا بدعوته إلى يوم الدين. أما بعد، فحياكم الله جميعا أيها الأحبة. والله أسأل يجمعني وإياكم في هذه الدنيا دائما وأبدا على طاعته وفي الآخرة مع الإمام المتقين إنه ولي ذلك والقادر عليه. Ndugu zangu katika imani, ni nasaha tu kwa Waislamu wenzangu. Sote tuelewa kadhia ambayo kwamba inaendelea katika mji wa Malindi
na mji wa Watamu, na huenda pia mji huu likawapata au lishawapata jambo kama vile hili. Tuchukulia halijawapata, lakini likija kuwapata, kama imam, kama kiongozi, lazima atahadharishe jamii. Ndugu zangu katika imani, sote tunaelewa kadhia ambayo kwamba inaendelea sasa hivi ya msako. Mtume anasema sallallahu alaihi wasallam, la yu'minu ahadukum hatta yuhibbu li akhihi ma yuhibbu li nafsihi, hawi na imani mmoja wenu mpaka ampendelee mmoja wenu lile ambalo kwamba analipendelea yeye mwenyewe. Ndugu zangu katika imani, kuna kadhia ambayo kwamba inaendelea ya maosa, wanaohatarisha jamii, wanaohatarisha umma, wanaoharibu jamii ya Kiislamu na jamii ya nchi yetu ya Kenya kwa ujumla. Ndugu zangu katika imani, kuna msako ambao kwamba umeanza kuanzia saa 2:30 kuelekea mpaka salatul fajr. Na waomba kudumisha amani. Uislamu ni mji wenye amani. Baada ya salatul isha, ikiwa hamna la dharura la kulifanya, rejea zako katika nyumba yako, jitahadharishe wewe mwenyewe pamoja na ahli zako. Usimruhusu ndugu yako mdogo kutoka masaa kama vile hayo, usimruhusu mke wako kutoka masaa kama vile hayo, kwa sababu miongoni mwa mambo ambayo kwamba wanafanya serikali yetu ni kwamba mtu yoyote ambaye kwamba atakayempata nje wanamtandika. Sasa laala litokee mmoja katika Waislamu na ikawa ni vibaya kwake, kwa sababu hawatataka kujua huyu ni shekhe, huyu ni kutoka katika familia fulani, huyu ni kutoka. Kabla hujafikishwa katika station, huwa unaadhibiwa kichapo ambacho kwamba anaadhibiwa mbwa. Tujitahadharishe enyi Waislamu, tujitahadharishe sisi pamoja na familia zetu, tutahadharishe sisi pamoja na Waislamu. Jambo la amani ni katika mambo makubwa ya msingi katika dini yetu ya Kiislamu. Nimeonelea ni watahadharishi au ni wanasihi, pengine ni jambo ambalo kwamba mnalijua, laala lisije jambo baya likamkuta Muislamu mwenzangu akaathirika na ikawa ni sababu hakujua au alighafilika. Kwa hivyo enyi Waislamu, tahadharini sana, na msitahadhari na mapolisi peke yake au na maafisa wa kiserikali, la, tahadharini na kutoka usiku kwa sababu ya mambo ya kihatari ambayo kama yanaendelea. أيها الناس ثم أوصيكم وأوصي نفسي المذنبة بتقوى الله فقد فاز المتقون. ثم اعلموا أن الله وملائكته يصلون على النبي، حيث قال الله سبحانه وتعالى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. وارض اللهم عن الأربعة الخلفاء الراشدين أبو بكر وعمر وعثمان وعلي، وعن بقية أصحاب رسول الله والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين وانصر جيوش المسلمين ودمر أعداءك أعداء الدين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم انصر إخوان المسلمين في كل مكان، اللهم انصر إخوان المستضعفين في كل مكان يا أرحم الراحمين إنك خير الناصرين. رب اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك قريب مجيب الدعوات يا قاضي الحاجات. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. واذكروا الله العظيم يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله تعالى أكبر. الله يعلم ما تصنعون. أقم الصلاة.